Karibu tena mtazamaji, na tukiendelea na vidokezo ni kwamba wamiliki wa shamba la kijamii la Kishushe kaunti ya Taita Taveta wametishia kufanya maandamano hadi afisi ya rais baada ya wawekezaji wa kibinafsi kuingia kwenye shamba hilo ili kuendeleza uchimbaji madini bila ruhusa kutoka kwao. Wanasema kuwa maafisa wakuu katika Wizara ya Madini wanachangia wawekezaji kutofuata sheria na kuingia kwenye shamba hilo pasi na kufuata taratibu mwafaka. Kwa sasa wanasema juhudi za kutafuta suluhu ya uchimbaji madini ya chuma zinakumbwa na utata kutokana na maafisa wakuu serikalini kuendelea kuwakandamiza wananchi. Na tunauliza, tuko na investors ambao walipewa consent, kwa nini hawapewi granted? Kwa nini they not granted the permit? Na wamepewa tena letter of offers. Kwa nini wananyanyaswa? Na ni watu walikuja kwa members wakafuata sheria. So for us, sisi tunaendelea kusimama kidete, hatutatishwa, hatutasukuma kwa ukuta, na tunasema to the elected leadership, starting with the governor, bwana Wakuja, simama na watu wako wa Kishushe Ranch, bwana senator, simama na watu wako, ambayo hatujawahi muona, hajawahi kuja kwa kamati, hajawahi enda kwa SGM, na tunashangaa tukisikia kwamba anaonekana kwa Kadaska akienda kutafuta license. Hasa tunashindwa hiyo license anaenda tafuta, amepewa consent na members gani ama na kamati gani? Kwa hivyo hilo ndilo limetukera, ndio maana tumekuja hapa, tunataka haya mambo yajulikane kwamba sisi hatutaki dhulma. That we must follow the law. We are not going to bend the law. Even the president himself, he can't bend the law the way these guys wants to bend the law. Tunawaambia, let them follow the law. Let them come to the members. Let the members listen to them, and the members will make an informed decision. So we want to tell Mheshimiwa Ali Hassan Joho that he needs to talk his peers. He needs to talk with his people who are in charge of the cadastre. The irregularities that they are doing in Kishushe Ranch, we are not going to allow those injustices. We are saying enough is enough.